Tusimame kanisa, tunyooshe miguu sababu mafundisho bado inaendelea kidogo. Ni wa milele, Mungu wetu ni wa milele. Ni wa milele, Mungu wetu ni wa milele. Haleluya. Ni wa milele, haleluya. Ni wa milele, asifiwe. Hata mimi ninapofunzwa na wengine wachungaji napenda nipokee. Igihe ndiko nigishwa n'abandi ba pastori naje ngomba kwakira. Watumishi wa Mungu wanapohubiri na furahiaga na mimi niko napokea. Aigihe abavuga butumwa aba pastori bari kusigura naje ndanezerwa. Sio kazi rahisi. Sigikorwa cyoroshe. Haleluya. Amen. Leo wanafanya kazi. Ndazi ko bari kwarakora igikorwa. Na huyu antikristo ama mnyama. Huyu antikristo alicho gikoko. Hawatakuwa na muda mrefu. Nibazoganza igihe kirekire. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda kufika kwa kipindi kile sasa. Kandi n'igikoko kiri hafi. Mnakumbuka ufalme wa Babeli? Muribuka ubwami bw'Ibabeli? Mnakumbuka ufalme wa Roma? Muribuka ubwami bw'i Roma? Amen. Amen. Na Antikristo yuko tayari. Na Antikristo aliteguye. Na makao yake ni pale Roma. Kandi icicaro ciwe ni Roma. Lakini ariko watu wa kiroho, abantu b'imwemu, ila huduma zake zinaonekana. Ariko ibikorwa vyiwe biragaragara. Antikristo, nabii wa uongo wa kwanza na wa pili wako tayari. Antikristo muvugishwa w'ikinyoma wa mbere n'uwa kabiri baza barateguwe. Na wanapewa mamlaka na huyu Lucifer. Kandi bahabwa ubushobozi na Lucifer. Na mamlaka yao ni ya nguvu sana. Kandi ubushobozi bwabo burakomeye. Na watakwenda kutawala dunia. Kandi baroganza isi. Na hakuna atakayesimama kuwashinda. Kandi nta muntu n'umwe arohagarara kubanesha. Kwa maana itakuwa ni maandiko matakatifu. Kuko azoba ari ivyanditswe vyeranda. Haleluya. Haleluya. Na yasema hayo yataonekana kuwa nguvu. Ndabivuga ivyo kuko bizogaragara ari ibintu bikomeye baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Bizoba inyuma y'ishengero ryamaze kuduzwa. Lakini kanisa kwa wakati huu, ariko ubuye ishengero rikiriho, mko mnaonja. Muracha rabura guhonja mateso, amakuba na maandiko mpate kuelewa. N'ivyanditswe kugira ngo mu bitabo. Bwana Yesu alisema, Yesu yavuze ati, isipokuwa juu ya watakatifu hatobaye aberanda, siku hizo zingepunguziwa. Sinogera imisi y'isi. Sinakwenda kupunguziwa. Imisi igiye kugerurwa kwa sababu ya watakatifu. Kubera aberanda. Mwanadamu na nyama, abantu b'inyama n'amaraso, ni mwepesi sana. N'umuntu yoroshe cyane kuanguka kesho, kugwa mu ahazoza. Kristo anapiganisha hizo nafsi zisipotee. Rero Kristo agwanira hizo mpemu nizizotaka. Hapa niko na watu wataokolewa kusikia hizo sauti. Hari abantu barokizwa biciye muri ayo majwi. Na ndio kwa maana habari ya injili iende ulimwengu mzima. Nico gituma inkuru yo kwisi kuye kukwira kwisi yose, ili watu wapate kuokolewa, kugira abantu bakizwe. Haleluya. Amen. Tunakwenda tubandane. Ufunuo Ivyahishuro Yohana
13. 13. Anzia mstari wa kwanza. Kumurongo wa mbele. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuri. Niendelee. Endelea. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Endelea chini kidogo. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pingo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Wakamshujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Amen. Basi. Wenye kufanya calculator wa hesabu 42 mois c'est combien des années? Abantu bazi guharura mugira ibiharuro. Miezi 42 ni miaka. Amezi 42 ni imyaka ingahe? Umwaka kugira amezi 12. Wahesabie. Na amezi ni miaka 3 na miezi 6. Miaka 3 na nusu. Ya tuseme mwaka 3 na nusu. Miaka 3 na nusu. Miaka 3 na nusu. Amen. Amen. Amepewa uwezo huyo mnyama, tusikie hata tutafsiri kidogo pale. Yahawe ubushobozi ico gikoko ili kumfananisha na chui, ni nguvu ambao amepewa na hiyo joka. Ico gikoko kugira ngo bagishushanye n'intambwe n'ubushobozi ubukomezi nizo Satani yamuhaye. Munasikia wafalme 4. Abami. Munasikia wafalme 10. Abami 10, abami 4. Biblia imependa kutueleza, Biblia igomba kutubwira huyu mnyama iki gikoko atakuwa na mamlaka ya kutawala wale wafalme wote. Iki gikoko kizoba gifise ububasha bwo kuganza abo bami bose. Kama tunasema wafalme 10 ni nchi 10. Niba tuvuga abami 10 ni bihugu 10. Hizo pembe, hizo pembe hizo wanasema ni nchi 10. Ayo mahembe avugwa muri Biblia ni bihugu 10. Na hiyo 4 ni nchi 4. Ibindi ayo mahembe 4 ni bihugu 4. Ukiendelea hapo chini, ubandanije wazi, katika hizo nchi 10, hagati hivyo bihugu 10 kutakuwa nchi 3. Utasoma vizuri chini. Hari bihugu 3 ambao zitakuwa zinamkataa nchi 3. Zizohakana Satani na kusema sisi hatutumike na wewe. Barovuga ati twebwe ntidukorana na Satani. Watapigwa. Hanyuma bace bategwa inamba. 7 waliobaki, ibi bihugu ndwi bisigaye, wote watakamatwa pamoja. Bose barocha bafatirwa rimwe. Na Antikristo, Antikristo ataitawala dunia yote. Aroganza isi yose. Taifa la Israeli pale, Israeli watamwabudu na watamwamini kama ni Masaya. Bazosenga uyu Antikristo, bazomunamira nka Mesia. Biblia imesema, Biblia ivuga atakuwa na mamlaka, azofite ubushobozi ya kushusha moto kutoka mbinguni. Kururucha umuriro uva mu ijuru. Atakuwa na mamlaka, azofite ubushobozi ya kunyesha mvua kutoka mbinguni. Imvura igwe kandi igwe. Chochote ametaka ukifanya, icyo azogomba gukora atakifanya duniani, azogikora mu isi. Kwa mamlaka ya nani? Ku bushobozi bwande, ya huyu shetani, bwa Satani, ambao ametia ndani ya mnyama. Bazoba bashize muri ico gikoko. Atakuwa na vazi la mwana kondoo, azoba yambaye ishusho y'umwagazi w'intama. Makao yake itakuwa pale pale Yerusalemu, kandi ishicaro ciwe kizoba Yerusalemu, ambao pataita pahali patakatifu. Bazohita ahantu hejejwe, lakini sio vile. Suko atakwenda kuikana hapo hapo ni azoba na kanisa
kanisa lile ambao la mfalme Solomon aliyolijenga ishengero Solomon yubatse ikavunjwa kwa vita ya Waarabu na Waisraeli. Japo mowe muri ico gihe cyo ntambara y'Abaramu n'Abisirayeli, Waislamu wakajenga msikiti pale. Abisilamu nabo bamaze kubaka muzikiti wabo. Inaitwa Mosque Askeri, iko pale. Yavuze n'izina ngene hitwa karibu na kaburi la nani la mfalme Daudi. Iyo moske uwo msikiti wubatswe hambande y'imva y'umwami Daudi. Nilikuwa nimefuata information ya gisi hiyo kanisa takatifu ambayo kunataka kujengwa hii. Hanyuma mazigihe nkurikirana inkuru y'ingene iryo shengero bazoyitagejejwe ingene bizoyubakwa. Wamekwisha kutia pesa chini. Isi yose yamaze guteranya amahera ambayo itajengwa ni kwa dhahabu. Iyo shengero izoyubakwa mu mazahabu. Vitakuwa ni dhahabu. Vitu vya ndani vitakuwa ni dhahabu. Intebe zo mu rugo rushengero zobara mazahabu gusa. Wanakwenda kwa kanisa hiyo jengo mfalme Solomon ambayo ilibomolewa, niyo wanataka kuisimamisha tena. Bazogenda ahantu hari hubatswe ishengero ya Sulemani, hanyuma aho nyene niho baroce bayubaka. Na wanasema ya kuwa kama wataijenga kwa sababu ya ujio wa Masaya. Kandi bavuga ati bagomba baryubake bitegurira ukuza kwa Yesu. Lakini sio vile. Suko. Sio huyu Kristo tuko tunamngoja, ni Masaya wao. Suyu Mesia turindiriye twebwe n'undi wiwabo. Kwa maana wanajua Masia hajakuja, huyu atakayekuja wa kweli yule wa mbinguni. Ndio wanajua atakuja Masaya, hajakuja. Barazi kwa leo Mesia ukura zoza ariko hari uwundi Mesia bagomba bavuga yuko azoza. Wanajua Masia wa kweli ni yule wa mbinguni. Barazi Mesia ukuri kwa roho mwijuru. Na ndio wanahitaji ule. Niwe bakeneye. Hawaamini Kristo aliyekufa msalabani, hapana. Nibizera Kristo yapfuye. Hawaamini kama ni Masaya ule. Uja nibembera kwa riwe Mesia. Na waambia ukweli, Wayahudi wadogo sana ndio wanamwamini. Na Bayuda wa Kenya bembera yo majambo. Wote hakuna kabisa. Ariko abo bandi bose nta numwe. Ndio kwa maana wanashughulika na ujenzi wa hekalu hili kwenye. Nicho gituma bembera hizo nyubako zijo shengero. Kwa sababu ya vita, ariyo kubw'intambara, kutokuelewana na nchi jirani. No kutumvikana n'izindi bihugu. Wanasema udongo ni wangu na wao wanasema ni udongo ni wangu. Ari ibindi bihugu biracagwanira aho hantu ubwo butaka. Lakini huyu Antikristo, ariko Antikristo ataleta amani. Arozana amahoro. Amen. Amen. Mlifuate vizuri. Mungurikirane. Ataleta amani. Arozana amahoro. Na hiyo amani itakuja. Ayo mahoro azoza. Itatuma wanakwenda kujenga pale. Bizotuma bubaka ahantu. Lakini hawataki waijenge mahali pengine. Kandi ntibagomba ko urwo rusengero rwubakwa ahandi. Huyo msikiti uvunjwe. Uwo muzigiti ubomogwe mahali pa hekalu takatifu. Hanyuma hubakwe ishengero ryera. Wajenge msikiti pahali pengine. Iyo msikiti bayubaka ahandi. Alafu wajenge kanisa takatifu pale. Ariko hariyo msikiti bahubake ishengero ryejejwe. Amani kunatafutiwa sasa. Amahoro ari kurondegwa. Amen. Amen. Antikristo ni mfano ndio kusema wa UN. Ni kigereranyo cha UN. Sisemi kama UN ni Antikristo. Ariko simahembuga ko UN ari wana wa dunia. Nukuganza kwisi. Wakiamua kufanya kitu watakifanya. Ico bahisemo gukora bagikore. Kwa nguvu wanakuwa nazo. Ku nkomezi bafise wanakuwa nazo. Amahera barafise. Mamlaka wanakuwa nayo. Ubushobozi barabuhawe. Watafanya. Bazobikora. Amani kwa kweli inafanyika. Hanyuma mahoro ari kurondegwa. Tunaangalia kuna kuwa mahusiano ya Wakristo na dini mbalimbali. Ubuye hariho ihuriro ry'Abakristo n'ayandi madini. Amen. Amen. Wakristo wanaweza kuingia hata kwenye msikiti. Hariho Abakristo batangiye kwinjira mu misikiti. Tafuta semeli ya amani. Kugira ngo barondere ngo na mahoro. Hiyo amani si ya bure. Ayo mahoro si ayubusa. Unajenga ile hekalu pale. Bari kubaka iyo ngoro. Inataka ijengwe pale. Bagomba yubakwe. Lakini atakayeingia wa kwanza kukaa pale. Ariko uzoinjira muri urwo rushengero wa mbere. Huyo mnyama nicho gikoko ambaye atafananishwa na mwana kondoo. Azoshanywa n'umwana. Sababu gani ataingia pale? Kukaro injira. Atakuwa na ishara kubwa. Haro hari gitangaza. Atafanya maajabu ya maajabu. Haro ko bitangaza bikomeye. Na wanadamu watamwamini kama ni king yeye kabisa. Kandi abana b'abantu bazomwizera ko ari we. Na watamwacha ikae pale. Bazomurekera muri urwo rushengero. Atawala ulimwengu mzima. Aroganzi si yose. Kipindi kila utasema Marekani tena. Muri ico gihe Marekani ndizo bikivugwa. Hatakuwa na mamlaka na ushoboza zo bagifite. Au utasema European Union. Europe niro bikivugwa. Wale watu watakuwa chini ya miguu yao. Abo bose baroba kibasigaye bari munsi y'ukuganza kuwo muntu. Kama wao watakuwa vile Afrika tutakuwa nini? Hakuna. Mbega boni niba ibi bihugu ni byaba chini ya ulinzi, mbega Afrika nayo zo bari. Sisi tunapuliziwa tu. Twebwe kuzoba kuduhuha gusa. Na tunaenda huko. Tukacha tuzamira yenyewe. Tunajua tuna mtetezi mkubwa. Ariko dufise utuvugira. Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ambaye anajua wale wanatesekana. Amenya ambao Biblia inamuita baba wa yatima. Biblia baba wa jane. Baba wale wenye kutesekana. Wipfuvyi, umwami wabahahajwe. Anawategemea.
nibo yizigiye, anawategemea. nibo yizigiye. Shetani anaweka mamlaka mingi duniani. Satani yasize ubushobozi bwinshi mu isi kutaka kuivunja hekalu la Mungu, kugira ngo yonone ishengero ry'Imana. Malkia wa anga, Malkia wa anga, umugore wo mu kirere, ule ambaye anaitawala dunia leo kwa aganzisi, kwa zinaa, mu buryo bw'ubusambanyi, machafuzi, nukonona, mambo ya mauaji, ibintu by'ubwicanyi, mambo mabaya mengi ameyafanya, ibintu byinshi byo mu isi. Huyo Malkia wa anga, uwo mugore wo mu kirere, nilihubiri tena hapa ni watu yake inakwisha, ndibuka narigeze kuvuga kubw'uyo mugore wo mu kirere, amemfananisha na bibi bikira ambaye amepambwa vizuri. Uyo mugore ashushanywa na Bikira Maria asharijwe neza. Kumangine makanisa wanamkamata mama mzuri analea katoto hivi, alafu watu wanasema huyu ni mama mwelanda. Hapana, kanisa uwo mugore wo mu kirere abantu benshi kuko afise ishusho nk'ubureze akana bakaca bamushushanya na Bikira Maria. Oya, Bikira Maria ni mama wa Yesu, ni mwanadamu wa nyama, aliondoka naye kama wengine. Bikira Maria ni nyina wa Yesu, yari yambaye umubiri nka twebwe, yari yitavye Imana. Bwana alijidhihirisha ndani ya Bikira Maria. Imana yari yerekanye muri Bikira Maria. Alikuwa ni mwanadamu tu, yari umwana w'umuntu. Hakugeuka Mungu kusema kama yeye aliishi milele. Weni yahinduke ngo abe bidashira nk'Imana. Hapo ndio kwenye ulimwengu unafungwa macho. Aho rero abantu bisi, aho niho bugari w'amaso. Tuko tunaabudu vitu ambavyo tuvijui. Tusenga ibintu tutazi. Tunaweka ndani ya manyumba, tugashira mu mazu, tunaweka ndani ya mavyumba, mu vyumba, juu ya vitu ya kitanda, hejuru y'ibitanda byacu. Haitakusaidia kama una Yesu. Nacho bizogufasha udafise Yesu. Huyu baba alicheza mafilme ya Yesu. Huyu yakoze filme za Yesu. Anaongea anasema tafadhali msiniabudu mimi nifanye ni mchezo. Mimi siko Yesu. Ubu ujayakinye filme za Yesu yavuze ati nimusenge ngo ndi Yesu jewe ndi mwana w'umuntu. Nipoangalia kujifunza kitu tusiabudu sanamu. Turabe aja mafilme ya Yesu ariko nitubisenge. Tusimfananishe na chochote. Nitumushushanyaje ikintu cyari cyose. Haitakusaidia hizo picha kuziabudu. Nacho bizogufasha ivyo bishushanyo kubisenga. Wengine wanatia kama picha za wapastori wao. Hari abantu usanga bashize amafoto y'abapastori babo juu ya kichwa kitanda, hejuru y'imisego yabo, kuingia ndani ya nyumba, mlango wa kuingilia ndani ya nyumba, ku miryango yo kwinjira mu nzu zabo. Mchungaji ana upako ule, angu yo mupastori arafise ingomezi. Satani akija akiona picha mchungaji hata kumgusa kabisa. Satani niyinjira mu nzu niyabona ya mafoto y'umupastori nazo yinjira. Fungueni, ugurure. Ni mwanadamu, n'umwana w'umuntu. Huyo mchungaji akiwa na upako, mbega uwo mupastori ni agira ubushobozi, amejipigania peke yake, arigwanirira ubwiwe kwa maombi n'amasengesho. Na wewe pigana peke yako, nawe igwanirire. Weke hiyo picha pale ya Maria, weke hiyo picha ya Maria, wanasema hiyo foto ya Maria, na huyo mama na huyo nani mchungaji wako, n'uyo mupastori wawe watakutembelea usiku, bazokugendera mwijoro. Angalia kama hiyo picha itakusaidia nini. Turabe yuko iyo foto alichizo kuganirira, watakuvinya sawa sawa. Abisi hiyo picha wataangalia iko pale, watakuvinya, niyo foto bayibona bazokufyonda. Huku kuna uma, huku kuna uma, niliona watu wanabeba wanakuvinya, na huku na Biblia pale kanisani, kandi bazokufyonda baguhonyore na Biblia ifise mishenge. Biblia unaweka juu ya kichwa, Biblia ugashira ku musego. Biblia inaitwa takatifu kama wewe unatakasika. Amen. Biblia ni yeranda, nimba na wewe uri umweranda. Kama wewe utakasiki, Biblia ina kazi. Nimba muri wewe utari umweranda, ndiyo Biblia inataka kazi. Umetakasika, ni uba weje Biblia yako hata igusa hata siku moja. Biblia yawe nta numaro ikorako. Mikono ya mtakatifu inagusa Biblia. Uko na maboko yejejwe ari gukora kuri Biblia. Wewe unataliwa na dhambi za zinaa na mambo ya ushirikina. Itakusaidia nini? Nuburozi Biblia irogufashike. Watakuja watakuvinya wanagaimi. Abarozi bazoza baguhonyange niyo Biblia bayibona. Haitakufaa chochote. Na kizogufasha. Wengine wanasema maji ya baraka. Ngo mazi yahezagiwe. Tuko tunauza maji kwa viongozi wa makanisa wa. Abarongozi b'amashengero bakagurisha mazi. Maji ya baraka. Amazi yahezagiwe. Ukitaka mchumba, ni wagomba umugabo. Envelope ya $500. Tanga amajana 5. Ukitaka baraka, ni wagomba imigisha. Envelope ya $500. Ai envelope irimo amajana 8. Chupa za maji. Ubuchupa bwa maji. Na wabamba kutafuta wachumba kweli wanazitoaga. Nini nakwambia? Wanazitoa. Abakenyezi bakeneye abagabo kweli baratanga ayo mahera.
kwenda kutumikisha maji, kugenda kukoresha ayo mazi. pengine vitambaa, ibitambara viko vinauzikana, bibe biragurishwa. Usilete kitambaa chako, ntuzane igitambara usilete cyawe, maji yako, ntuzane amazi yawe, mpaka yeye ule mtumishi wa Mungu anagusa, mpaka uyo mukozi ayakoreko. Wanasema akiombea, ngo niyasengera. hatukatazi kama kuna maji ya baraka, nitwaze yuko hari amazi y'imigisha. Kwa nini tunaanza kutia biashara? Ariko ni kuki dutangiye mimi nayasema, siogope, kamata, tia ku kamera yako wasikie mimi naongea hivyo. Ni Bwana amekasirika na mambo. Jewe maye nabivuga ngo mubifate uruhukike babibone. Imana yashavuye chumvi. Imyunyu ikagurishwa. Ndio katupe huko kuvunika mapepo. Ngo genda ngo umizagire. Sasa utupe kunyumba fasiki watazima. Ngo ukiomba kujama ngo umizagire au jama. Ikiwa mapepo ni wajomba zako wataogopa. Niba wadaimoni ari bakuyomba zako watakimbia chumvi. Niba tari bakuyomba. Haitasaidia kitu wa Mungu. Hakuna kitu kitakwenda kusaidia. Nana kimebira kufasha. Kitu kitakachokusaidia kizokufasha. Damu ya Yesu pekee yake. Damu ya Yesu Kristo wenyewe. Damu ya Yesu pekee ya Yesu Kristo ndio biragufasha. Pikana washirikina na uzogwana n'abarozi. Pikana washirikina uzogwana n'abarozi. Pikana wachawi. uzogwana n'abarozi. Pikana wanyama wakali. Ibikoko bikomeye. Usiku utakimbizwa na wanyama. Mwijoro uzoirukanwa n'ibikoko. Unapoona mandoto za kukimbizwa na wanyama, tafuta mtumishi wa Mungu aanze kukutumia mapema. Niwabona utanguye kurota ndoto kwirukanwa n'ibikoko, rondera umukozi agusengere wafashwe. Sidharau ndoto na maono. Niwibagire indoto. Si wanyama. Baje bakwiruka ko sibikoko. Wanadamu ambao nawajua. N'abantuzi wanajifanya wanyama. Bihindura abantu ibikoko. Shetani ana mamlaka. Shetani yabaye ubushobozi. Malkia wa anga. Uyo mugore wo mu kirere kwenda kumtafuta kuzimu, bagenda kumurondera ikuzimu kupatia mamlaka kugira bahe ubushobozi ya kutawala dunia, kuganzisa. Lakini vyote vitakwenda kupita, ivyo byose bizorenga. Lakini neno langu, ariko ijambo Yesu alisema, neno langu halitapita. Mambo yote Mambo itapita, dunia itapita, mbingu itapita, lakini neno langu halitapita kama. Yesu alisema haitakuwa. Yesu yavuze nilizorengana. Mtegemee Yesu ndani ya maisha yako. Witigire Yesu mu bugingo bwawe. Hayo mapicha yatakusaidia. Hayo mafoto naro gufasha. Vyote tunafanya pale ni upatii peke yake. Hivyo hayukora vyose n'ubusabuzi. Utakwenda kwa wale washirikina. Uzogenda kuri aba bafumu. Washirikina na mchawi ni mkubwa na mdogo. Abafumu n'abarozi ni gitonya na gikuru. Wanafanya chama kimoja. Bakorina amazimwe. Wanakutania kwenye mipango mmoja. Bakubahurira ku mipango. Watakusaidia nini wale? Bega warogufashika bo. Watakamata pepo yako. Barofata abadaimoni babo. Wanaisimamisha ndani. Bakaigushiramo. Wanasimamisha pepo ndani mwako. Bagafata daimoni ni muri wewe bakayihagarika. Nyamaza. Tekereza. Kwa sababu ni ndugu yao. Kubera baramenyana n'inshuti yao. Unatoka pale bwana niko mzima. Ukava ngao ya daimoni baichechekesheje ukagwangura. Unaliwa pesa. Ugatanga mahera ukalipa mahera. Na vitu vingi unatoa. Ugatanga. Baada ya miezi mitatu ile tena inaanza tena. Inyuma ya miezi 3 ya daimoni yongeza. Anayeweza kukusafisha. Ushobora kukweza. Ni damu ya Yesu pekee yake. Amaraso ya Yesu Kristo wenyewe. Damu ya Yesu pekee yake. Amaraso ya Yesu Kristo wenyewe. Baba aliyetesekana makaburini. Uwo mugore ahangaye. Baba aliyetesekana makaburini. Umugabo yahangaikiye mu makaburi. Akikata minyororo kushinda kwenye makaburi. Yirirwa ku makaburi. Yaciye iminyororo. Yesu alifanya nini? Yesu yamugize uti. Wakati alimtazama Yesu, amaze kuraba Yesu, alilalamika na kusema ewe Yesu mwana wa Mungu. Aravuga ati arakomindura Yesu mwana wa Imana. Usituhukumu. Nuducira urubanza. Siku zetu bado. Imisi yacu ni kwa nini walimjua Yesu? Kuki bamenye Yesu? Sisi tunamjua kama alikuwa katika mwili. Ubega bashobora kumenya gute bari mu mubiri? Balimjua Yesu alikuwa katika mwili, wakamjua ni mwana wa Mungu wae. Bamenye gute Yesu kandi yari mu mubiri bakamenya ko ari Yesu? Wanamjua. Nuko Satani amuzi. Shetani alipofukuzwa mbinguni. Igihe Satani yirukanwa mu ijuru. Alifukuzwa na mapepo zake, mashetani zake leo. Yirukanwa n'abadaimoni biwe bose. Ndio wale wanaitwa majini. Nibo bitwa majini. Baharini wako, kuzimuni wako. Mu kuzimu bariyo, mu mazi bariyo, ari hose bariho. Nilisema tena. Narabuze kandi. Kuna wengine wanaongezeka mabilioni na mabilioni. Hari abandi badaimoni biyongerako ibiri amabilioni n'amabilioni. Wanazana watoto wanadamu. Kuko bavuka bavyagwa n'abana b'abantu. Sisi tunasoma katika kitabu cha Mwanzo, mimi sitakwenda kusoma sote, tunajua hiyo. Bega ni mubizi vyo. Malaika walioasi. Walishuka. Bagararije. Wakachukua miili ya wanadamu.
batwa bishize mu mibiri y'abana b'abantu, wakajigeuza, barihindura, wakapenda wanadamu, bakunda abana b'abantu, wakazaa nao, abagore babyara n'abagore. ndio wale wanaitwa wanefili. Bitwa abo bantu bavutse muri icyo gihe bitwa banefili. Utakuta kimutu hawezi kujua kinguvu kiko nacho, haujui. Ugasanga abantu ibijeya by'abantu bifise inguvu bidatahurika. Bwana aliwamaliza wakati wa Noa, ariko mu gihe cya Noa abo bantu barapfuye, kizazi kingine kikaanza, havuka abandi bantu, shetani akawageuza, satani arabahindura, awafanye tena wajanje wakubwa, anawafanya kawaida tu kama mwanadamu, abahindura n'abana b'abantu. Ni mwanadamu tu, n'abana b'abantu gusa, lakini amezaliwa na damu ya nani? Ariko bavutse mu maraso ya Satani. Watowashi. Abo babitwa batowashi. Hao ndio wanaendeza huduma za shetani. Anaweza kuwa kanisani, muna damu. Anashobora kuba mu ishengero ingorane gusa. Atafuruka kanisa. Azoyonona ishengero. Atafuruka uchungaji. Azoyonona atafuruka uombaji. Azofuruka abantu. Mnaanza mnapigana wanadamu. Hapana. Wewe kibaza ngo munigana. Mnapigana na towashi. Munigana n'umuntu witwa towashi. Hawezi kubadilika. Nahinduka. Vaeni silaha. Tuambare ibigwanisho. Hautashinda hiyo pasipokuwa na silaha. Nuzonesha utambaye ibigwanisho. Haleluya. Haleluya. Sasa hiyo miaka 3.5. Hiyo miaka 3.5. Atakwenda kuitawala shetani. Satani ni wazoganzisi. Wakwenda kuitawala shetani kwa hiyo miaka 3. Uko azoiganza. Hakuna atakaye kwenda kumziwia. Na muntu numwe aromuzibira. Na kwenda kwa neno kidogo sitaki nisabu neno hiyo. Singomba kwibagirira ijambo mwana lisome. Ufunuo. Ibyahishuro Yohana 10:20. 20. 13 mpaka 15. 13 kugeza 15. Ufunuo wa Yohana. Ibyahishuro Yohana 20 kuanzia 13 na 15. Tafadhali. 13. Soma kwa haraka twende. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zitatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili ya aina hiyo, ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amen. 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 Wengi mnasoma hiki kipande, nataka nifafanue sasa leo. Mtalipa muda? Mbega mramu mwanga nisobanure cyane muraru. Kanisa nimalize. Mtalipa muda nifafanue tena? Unabakia picha moja ya mwisho. Nilishawapatia miaka 3.5 ya mwanzo. Namaze kubabwira ibijanye n'imyaka 3 y'intango. Nataka niwapatie ingine miaka 3 ya kumaliza makao ya Antikristo, na niwaelezee mizeituni miwili ambayo mnasoma kwenye Biblia na buda muifahamu. Ndagomera babwire ikindi gice cy'imyaka 3.5 Satani azobarangije ibikorwa vyiwe. Hanyuma rero ijambo mizeituni musoma birashoka nayo muzi. Amen. Amen. Angalia sasa. Biblia inasema kama bahari, Biblia isobanura itawatoa watu wake. Kizogarukana abantu. Inakuwa ni hukumu sasa inakuja. Urubanza ruzoba rugeze. Na kuzimu, ikuzimu itawatoa watu wake. Hazogarukana abantu. Na mauti, rupfu, itawatoa watu wake. Izogarukana abantu. Na kila mtu akuonekana, uwo muntu wese azobonekana, jina likuandikwa kwenye kitabu cha uzima, litanditswe mu gitabo cy'ubugingo, wote watakwenda kwenye ziwa la moto. Abo bose bazogenda mu muriro. Lakini atakayetanguliwa ziwa la moto, ariko uzotangura kuja muri uyo muriro ni Antikristo, anabii wa uongo na huyo mnyama. Ni Antikristo nico gikoko. Moto jehanamu haijafunguliwa bado. Umumoto w'ijehanamu nurayuguruka. Lakini hawa wawili, ariko abo babiri, baada ya Kristo kuja, Yesu ni amara kuza, wakati wa vita, kumalizia vita Armageddon na kuja kutafuta amani. Inyuma hii nambara ya Armagedonia ariko aronderwa amahoro. Yesu mwenyewe atakuja kuleta amani. Yesu ni arogarukana amahoro. Hawa wawili watatupa kwenye ziwa la moto. Aba babiri bazoba bamuzoterwa mu muriro. Na shetani Lucifer, Satani rero atatupwa ndani ya bahari. Azotabwa kwa Kifaransa wanasema ndani za bimi, na mibasi uko chini ndani ya maji, hakuna maji. Uko chini ni udongo peke yake, atawekwa pale. Satani azoboheguyoye munsi y'ikiyaga, na malaika mmoja atakufunga kubaki pale. Kandi azobaboshwe acunzwe n'umumarayika umwe.
Amena. Amen. Anafungwa na malaika mmoja kumfunga, kumteremsha, kumpeleka kule chini. Umumarayika niwe azomufunga amumanukane muri aho munsi y'ikiyaga. Sasa rero tuchambua hivi vitu vitatu. Turabe ibi bintu bitatu: bahari, ikiyaga, ikuzimu na mauti. N'urupfu. Mnifuate vizuri, munkurikire. Katika neno la Mungu, mijambo y'Imana, wakati Biblia inazungumzia bahari, igihe Biblia ivuga ikiyaga au naota maji, acana amazi, ni dunia. Ni igereranya n'isi. Nasema uongo? Mbega ndabeshe? Maji nini? Ni dunia. Bahari nini? Ni dunia. Amazi canke ikibiyaga n'isi. Kuzimu ni nini? Ikuzimu ni iki? Kuzimu sio moto, si umuriro. Kuzimu ni makao wa ulimwengu wa roho wa giza. Ikuzimu na ahantu abantu bo mu buryo bw'impemu ya Satani baba. Naenda kusije ya shetani, anasikia nafikiri itakuwa vibaya sana. Ni kuzimu ni makao ya shetani na wale malaika zake na ulimwengu wa kiroho wa kichawi na washirikina, njoo huko wanakwenda kukutana. Ikuzimu na niyo Satani aba n'abo bantu b'abapfumu n'abantu b'abarozi, iyo niyo baba. Wanakwenda kukutana kule, hata ma meeting hata manini wanafanya huko. Inama ziberiyo mu kuzimu. Mimi nasema ivyo mpamvuga nataka niongee hapa. Ni maana yagonje ko ndabivuga. Kuna watu ngafikiri wanakwenda kulala, kumbe wanafanya mchezo wa kwenda kulala, wanajiondoa kidogo. Hari abantu mwibaza ngo bagiye kuryama ngo barasinziye, kumbe bapfuye mu mubiri bamanutse. Kuna watu wanakaa kanisani, nafikiri kanisani sio yeye, yuko kule. Hari abandi mwibaza ngo bicaye mu rushengero, kumbe siwe, yahise. Na huko ni makutano ya wao kule. Iyo bari mu nama. Au makutano ya watu wanapelekwa kutesekana huko. Change mu nama z'abantu batwagwa kuza kubabazwa. Kuna watu ambao tumetangazia kifo. Hari abantu twavuze ko bapfuye. Na tunaona tumewazika. Haima tukabahamba. Lakini wanapelekwa huko. Ariko bagatwagwa iyo. Hawajafariki bado. Ni barapfa. Wangali uhai. Barachariho. Uhai wao umefichwa huko chini. Ariko ubugingo bwabo bwaranyegejwe. Wanakwenda kufanya kazi. Bahagenda gukoreshwa. Na mateso. Ibikorwa by'amateso. Kutumikia shetani. Gukorera Satani. Duniani, mwisi, tukalira, tukahamba, tunazika kitu kenye hakiko mwanadamu. Tukahamba ikintu atariwe. Amena. Amen. Haya yako. Yarbiriho. Nilifanya mission ya Bwana huko Tanzania. Narakoze ibikorwa by'Imana iyo muri Tanzania. Mtu aliyefariki miaka 14. Umuntu yapfuye haheze imyaka 14. Na alizikwa. Arahambwa. Lakini alirudi. Aragaruka. Bwana kanipa hiyo kazi. Imana ibico gikorwa. Niende kumuona. Ngende kuraba uwo muntu. Tanzania. Muri Tanzania. Sijaingia huko nilipokwenda. Sinari bwashike muri ico gisagara nagiye. Kama ni Sumbawanga. Isumbawanga. Nilifika huko. Narashiceyo. Hatari sana. Harahambaye. Wanadamu tafikiri mnyama. Ubonye uwo muntu wibaza n'igikoko. Kucha za huko. Inzara zake rino. Akisababu ya huduma. Ariko kubw'igikorwa. Ndio macho nikasema Bwana, hii huduma ya. Ndarira. Hii kazi. Ndavuga ati iki gikorwa. Nafika mwisho wa kazi. Aha rero ndageze ku mwisho w'ibikorwa kweli. Rufu ya mtu. Uwo muntu ukuntu yanuka. Mavazi alikuwa nayo. Imyambaro yari yambaye. Hawezi kuelewa. Niwo bisobanura. Amevunjika vidole. Indoke zarahimbaguritse. Mpaka zikapona. Ariko kuchogera inzara z'amaguru zageranye. Kali kama ni mtu. Umuntu nakimenyekana ko ari umuntu. Nywele kuchi. Imisatsi yaramadire byageranye. Alikuwa mzima na uhai wake. Kandi yari muzima. Na alikuwa professional, intellectual. Kandi yari umuprofeseri, yapfuye yari umuprofeseri. Nchi ya Kongo alikuwa nani? Prefet. Muri Kongo yari umuprefet. Umuntu mukuru wa high school. Ageze muri Tanzania yari umukuru wa high school. Lakini alipelekwa hivyo hivyo. Uwo muntu arapfa mu buryo butangaje. Watu walizika. Abantu barahamba. Watu walilia. Abantu bararira. Familia kabakia maskini. Familia yiwe sigara yifumbereje. Nibyo bikorwa bya Satani. Watapeleka baba yako. Ugatanga so wawe. Watapeleka baba yako. Bazotwara so wawe. Jamaa inabaki natesekana. Familia yawe igasigara mu mubabaro, mu magogo. Furaha shetani. Niwo munezero wa Satani. Mutesekane. Kugira muje mu mibabaro. Na watakusalimia pale. Abo bantu barokuramutsa. Mazungumzo ya upendo. Muroyaga amajambo y'urukundo. Wako wanakufinya kimaisha. Kumbe barakufinyanje mu buryo bw'ubuzima. Wanataka kutesekana. Bagomba uje mu mibabaro. Hata walifanya makosa. Nao bakoze makosa. Wakiokoka. Nibakizwa. Wataona mbingu. Barobona ijuru. Lakini wewe walikuchukua. Ariko wewe bagutwaye. Hautaona mbingu. Ntuzobona ijuru. Kwa maana walikuweza. Baragushoboye. Usimama. Nibahagaze. Utaona mbingu hata siku moja. Ntuzobona ijuru. Unakwenda kuzimu. Ugiye mu kuzimu. Utumikishwa. Gukoreshwa. Maelfu na maelfu. Ibihumbi n'ibihumbi.
Haleluya. Haleluya. Biblia inasema pale pale chini. Biblia inafunga. Vitabu vikafunguliwa. Ibitabo birabumbura. Na kingine kitabu kimoja tu. Hariho n'ikindi gitabo kimwe Cha wale walioandikwa katika kitabu cha. banditswe muri ico gitabo. Tafsiri yake watu wako mvile vitabu ni wengi. Bisobanura ko abantu bari muri ico gitabo ni benshi. Kulikuwa kitabu kimoja ni wachache. Ariko bari muri ico gitabo ni bake. Kwa maana hakuna vitabu vya wale. Ni kitabu kimoja tu. Hariho igitabo kimwe. Lakini vitabu vya shetani. Ariko ibitabo bya Wale Satani. wako kwa shetani. Abari kwa Satani. Ni vingi sana. Ni byinshi. Amen. Amen. Wale wanaokwenda kuzimu. Abagenda mu kuzimu. Wanatangaziwa mauti. Barabwirwa ko hari urupfu. Nataka nikwambie leo. Ngoma ndakubwira uko. Shetani anajua miaka yako ya kuzaliwa. Satani arazi imyaka yawe Anajua na y'amavuko. miaka yako ya kifo. Kandi arazi igihe uzopfirako. Ikiwa Mungu alikupatia miaka 70, Nimba Imana yakubwira imyaka 70. Anajua. Satani arabizi. unaweza ukamtumikia urashobora kumukorera hapa duniani hano mu isi na mtagawa miaka. iyo imyaka yawe yo kubaho muzoyigabura. Ungelisoma kidogo watu ambao wanakwenda kutaka kujua miaka wanakwenda kwa waganga wa kishenzi. Twari gusoma gatonya abantu bazi ibintu hapa Marekani kuna watu wanakuangalia kwenye mkono na jua utakuwa hivi utakuwa hivi. Hano muri Amerika wewe unasema ni elimu ya masomo. Hapana. Akuravye uko ashobora kugusomera imyaka yawe. Ni giza ipi inafanyika shuleni. N'umwiza biga kwishuri. Hapana, siasa wasikudanganye. Si sayansi. Ndani ya siasa ngalo naanza nasema ni elimu. Huko katikati ni mambo ya giza. Ibyo bya science urashobora gusanga ngo ni ibintu byo ubwenge kumbe ni ibintu by'umwijima. Njoo ujitayarishe. Huko ndani utashikwa. Wewe uri kuriga science umenye yuko ari umunsi uzofatwa mbere. Amen. Amen. Mtu anakuangalia hivi, umuntu agakurabuko anakwambia majina yako na kulizaliwa na maisha yako, unachangao utajani. Akagusomera imyaka yawe niyo wavukiye n'ibindi watu wanaishi vile. Sasa shetani anaweza kagawa miaka yako. Satani ashobora kugabura imyaka yawe. Ukatumika na faida nzuri ya duniani. Ukaronka inyungu mu isi. Anahesabu utamtumikia hata miaka 50. Akamenya yuko uzomukorera imyaka 50. Ukifikisha miaka 60 unaondolewa. Ukwije imyaka 60 ukachuva mu isi. Ile 10 iyo myaka 10 unakwenda kuitumikia kule kuzimu. Ukagenda kuimarira mu kuzimu. Ndio kwa Bwana anasema alikufa lakini mimi simjui yuko kwa duniani. Nico gituma Imana ivuga ati uyu muntu nubwo yapfuye sinamuzi arafisi yari. Siku akunitumikia mimi. Niyankore iko mahali alitumikia. Ari iyo yakoreye. Miaka 10 kienea. Iyo myaka 10 iheze unafariki kikweli. Iyo nyene ukatupfirayo iyo mu kuzimu. Maana huyu baba alikwenda kuhudumia. Kuko wewe uyo muntu yagiye gukora. Huyu baba alikwenda kuhudumia. Uyo mugabo nagiye gufasha. Ndio kirundi kile unapotea kidogo. Huyu baba alisema nini? Mbega yambwiyike. Hata huko tulizika watu. Iyo mu kuzimu twahora duhamba abantu. Na tulitesekana mateso makubwa. Iyo twari mu makuba akomeye mu kuzimu. Na tuliona watu wa kutoka duniani wanakuja kuhudumia na wanarudi. Kandi twahora tubona abantu bo ku isi baza iyo turi bakagaruka ku isi. Na watu biliwajua kwa macho yangu mimi. Kandi hari abantu bona menye jewe. Sikufuata kujua yale. Sinagombye kumenya byose. Nataka nitambue utambuzi wa Biblia. Nagomba nimenyere ivyo Biblia ivuga. Mambo ni marefu sana. Ni ibintu birebire. Nilipomaliza huduma baada ya siku kadhaa, mejeje gusengera uwo muntu inyuma y'iminsi mike nikarudi. Ndagaruka. Vita kali kaanza. Inyuma yanje hacatangura intambara. Uje kunitwa mchao. Bamwe bambwira ndi umurozi. Uje kunitwa Freemason. Abandi bambwira ndi Freemason. Naingia mu business ambayo iniangalie mimi. Ngo ngiye mu bikorwa bitandaba. Naingilia mu mambo yao. Ndabinjiriye mu bikorwa byabo. Mchungaji wa aina gani? Je, ndi umukozi w'Imana nyabaki umupastori nyabaki. Ubiri tu kanisa afu niko nakwenda naingia mu mambo yao. Nari kuvuga ubutumwa gusa mu ishengero none ngiye mu bikorwa byabo. Nijibu mimi siko namjua mimi. Je, nabishuye ati nawe nari yangu simjui. Si nshuti yanje nawe nzi. Lakini ilikuwa ni mission nzito. Ariko nari nawe mission ikomeye. Sasa nakwenda kuambia leo. Ngoma nakubwira uno munsi. Kuzimu naweka watu. Ikuzimu harabica abantu. Na katika bahari ndiyo duniani. Kandi ico kiyaga ariyo si. Anaweka watu. Arahafisa abantu. Kuna watu unajua kama wanaishi walitangaziwa kifo wako ndani ya mabiashara wako nafanya biashara. Mbega urazi ko ari abantu bavuzwe ko bapfuye ariko bari mu maduka bari kudandaza. Wako mashambani wanalima. Bari mu mirima bari kulima. Msisikie woga. Mimi nasema wazi jinsi Biblia inasema. Ni Mungu bwoga, mae Mungu kuri. Mchungaji anakuja kuhubiri. Mimi mlitaka mjue habari za alama na kwenda kuwapasulia. Wachungaji wengi hawezi kuongea. Mwese mwifuza kumenya ibintu by'ibimenyetso by'umuhero w'isi. Kwa maana ni vita inatangazwa. Kuko ni ntambara.
Na kuna wengine watakia kuambia mambo mengi, huyu anataka kuambia kwa wawili mambo gani? Hari ubundi abantu baroza kubabwira ati ujya muntu yaje kubabwira. Kuna watu wanaweka hata nyuma ya milango. Hari abantu bashiraho inzu y'imiryango. Na huyu baba alikuwa nyuma ya mlango baada ya kuja mauti, anaangalia mwili wake pale, anajiona yeye tena hapa, wanazika hii na anajiona iko pale. Hari abantu basizwe inyuma y'imiryango y'amazu yabo, kuko uyu muntu nasengeye nawe nyene bari bamusize inyuma y'umuryango w'inzu. Maisha kuishi mapolini, kuba mu ishamba, kusomba mizigo usiku na mchana, kwikorera imizigo ijoro n'umurango, kulima mashamba hakuna mshahara, kulima ata mshahara, hakuna kunawa na koga. Anasema miaka 14 sijui maji. Iyo miaka 14 yavuze ati sinari bwoge. Unaona mateso? Mbega urabona iyo mibabaro? Na sisi ambao tunasoma neno la Mungu tuko tunatesa taifa la Mungu. Twebwe dusoma ijambo ry'Imana akaba twe dushira mu mibabaro abantu b'Imana. Ndio Biblia inasema bahari itakwenda kuwatoa watu. Rero Biblia ivuga ngo ikiyaga kizogarukana abo cameze. Hata walifichikwa wapi wakati wa Kristo, iyo banyegejwe hose igihe cha Kristo, watakwenda kutoka, bazovayo, na kila mtu atahukumiwa sawa sawa. Hani umuntu acirwa urubanza bivanye n'ibikorwa yakoze. Wewe ulichukuliwa, wewe watwawe, haukutubu mapema, utihanye kare, walikuweza, baragushoboye, peleka, baragutwaye, ni jehanamu. Uzogenda jehanamu, hakuna kutubu tena. Na mwanya wo kwiyanuza ubukiriho. Na kueleza ukweli, naenda kubwira ukuri, na mimi kidole kiko kinanichota, na mimi naenda kubwira, na mimi naweza nikahukumiwa nisiposimama, kuko nanje shobora kuzohanwa igihe nahagaze. Msilale usingizi, nimujyane, kwa maana bilikuwa benshi bikumva. Anaambiwa watu wengi wanasikia wenye navyo. Niko naongea nini? Mayembwira benshi ariko hari abantu batahura ibyo mayemvuga. Sasa rero mauti, rupfu itatoa watu, nabo ruzozana abantu. Watu waliokufa kwa miaka yenye kuenea, abantu bapfuye ku rupfu rusanzwe Imana yaremye, wanapelekwa mautini. Wale walikufa habana Yesu, lakini walimaliza miaka yao, bapfuye imyaka yabo yaheze bakagenda guhambwa, wanapelekwa mautini. Bagenda mu rupfu, hawaende kuzimu. Nibagende mu kuzimu, wale wanakwenda mautini mara moja, bakagenda mu rupfu. Lakini miili yao wanaweza wakaichezea washirikina, wanakamata abapfumu, abarozi barashobora kuyubisha iyo mibiri, barashobora kuyubisha. Mtakatifu hapana, ninakwambia. Ariko umubiri w'umweranda hawatafika, bashobora gukorako, wanajua, barayizi. Na hiyo ndio wakisikia wengine watasema huyu anasema mambo gani? Na kueleza ukweli, kama wewe uko ndani ya Yesu, wewe uri muri Yesu, hawatafika pale uweko. Ni baroshika wahamba. Hapana. Oya. Kwa sababu katika Yesu Kristo, uko muri Yesu Kristo, kuna mamlaka ya ajabu. Hari ubushobozi bukomeye. Simama na yeye. Ni wahagarara nawe. Utukufu wa Bwana. Uzobona ubwiza bw'Imana. Hata unapojaribiwa, nawe wogeragezwa, unaona utukufu wa Bwana. uzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Katika Yesu kuna uzima wa milele. Muri Yesu harimo ubugingo budashira. Sasa mauti, urupfu na kuzimu, ni kuzimu, na bahari, nikiyaga, watoa watu, bizogarukana abantu wote bose. Sasa rero kuzimu ni nini? Kuzimu ni iki? Mauti ni nini? Urupfu ni iki? Tunahitaji tu jina, tubivuga mu izina. Sasa kwa nini Mungu atatupa kuzimu yote mmoja, kuzimu wa milele na mauti nani mmoja? None kuki Imana izota rupfu mu muriro? Itawezekanaje? Bizoshobora gute? Ni mwanadamu. Rupfu n'umuntu. Anayesimamia kuzimu ni pepo, ni shetani, ana mikono, ana miguu kama wewe. N'umuntu ahagarariye Satani ari mu kuzimu, ameze nka wewe, amaboko, amaguru yose. Ni mtawala wa kuzimu, yeye ndio anaitwa kuzimu. Ariko na nuganza iyo mu kuzimu, rero niwe yitwa kuzimu. Amen. Amen. Inaweza kuwa kilima, kinaweza kuwa bahari, hashobora kuwa kuzimu ziko mahali pengi. Hashobora kuwa kumisozi mu mazi, anaitawala, ariko hafise uhaganza, aliwekwa na shetani, yasizweho na Satani. Na mauti ni vile vile, rupfu nawe nuko wanakwenda kukojea hukumu ya milele, barindiye urubanza rw'ibihe bidashira. Biblia inasema wote watachukuliwa na kutupwa ndani ya moto. Abo bose barofatwa bateregwe mu muriro. Mauti na kuzimu watatupwa ndani ya moto. Rupfu na kuzimu baroteregwa mu muriro. Jina lake alikuonekana limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Izina ryiwe litabonekanye muri gitabo cy'ubugingo. Alichukuliwa, bazofatwa na kutupwa kwenye ziwa la moto, batabwe mu muriro utazima. Amen. Amen. Tunakwenda kusoma kidogo tena. Dusome gatonya. Kwa Ufunuo. Yohana. Au ningeenda kwa Daniel kidogo upate kuelewa.
Change tusome Danieli gatonya. Danieli sura 7 igice c'indwi cha Danieli 23. 23. Ukimwona Danieli, una Danieli anaongea mambo ya ufunuo. Si unajua ile? Danieli nawe avuga amajambo habari za mwisho wa dunia. Na Yesu alisema mjifunze kwa wakati wa Danieli. Mjifunze kwa wakati wa Danieli. Unajua aliyomfikia Danieli. Imana yavuze ati mwige mumurabire kuri Danieli. Wakati wa mfalme Nebukadneza. Umwami Nebukadneza. Yesu akataka kufananisha mnyama Antikristo utafananishwa na wakati wa mfalme Nebukadneza. Yesu yagombye kugereranya yuko ico gikoko kizogereranywa n'umwami Nebukadneza. Asiabudu sanamu, umusengi w'ikigwamana. Asiabudu sanamu, utazosenga ikigwamana. Kwenye jiwe la moto. Azotapwe ndipo wakati wa Nebukadneza. Charge cha Nebukadneza. Danieli alipinga arahakana na Mungu alimtetea. Kandi Imana iramuvugira. Itafananishwa na wakati kama ule. Ati bizogereranywa n'ico gihe. Amen. Amen. Soma hapo Danieli sura 7. Danieli gice c'indwi. Nabi abavugishwa ni mubavugishwa bakuru. 7 Danieli 7:23. Murongo 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia, atakaokuwa mbali na mfalme zile atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia, atakaokuwa mbali na mfalme zile zote, nao utakuwa dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Amen. Endelea kibarasani chini pale. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Endelea. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye atazimu kubadili majira na sheria, naye watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Amen. Amen. Tunaelewa? Nasikia pale? Mwatahuye. Danieli aliyaona kabla ya Yesu. Danieli yabibonye imbere ya Yesu. Yesu alimshuhudia Bwana wa mbinguni. Yesu yaramwishuri. Alimuonyesha Danieli. Aleleka Danieli wakati wa Antikristo. Igihe cha Antikristo. Haya tunayoyasoma hapa. Ibi turi gusoma. Tumeyasoma kwa ufunuo tena. Twabisomye mu Danieli alikuwa hajulikana, alikuwa miaka na miaka. Imyaka n'imyaka. Huyu Yohana alikuwa hajulikana. Yohana taramenyeka. Ameonyeshwa vitu ambao Bwana alimuonyesha Danieli. Yohana yerekwa ibintu Imana yeretse Danieli. Habari ya wafalme 10. Amajambo y'abami 10. Na hizi falme 4. N'ubwami 4. Na huyo mmoja wa kuongezeka. N'umwe azayongeyeko. 10 na wafalme 10 na hizi falme 4. Ibihugu 10 n'ibihugu 4. Na shetani ama Antikristo. Na Antikristo aliwe shetani. Atawaikalia wote. Azoganza abo bose. Amen. Amen. Atawaikalia. Azobicarako. Kwa miaka mingapi? Kwa miaka ingahe? 3. Biblia inasema inaeleza Kiswahili kizuri pale. Yavuze neza. Soma Kiswahili, sema Kiswahili gani pale? Mkiswahili nyabaki. Kiswahili gani? Alisema miaka 3 alitaja. Hakusema miaka 3 lakini alisema Kiswahili kimoja pale. Alisema atawashusha wafalme watatu. Watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Wakati na nyakati 2.5. Miaka 3.5 ya mbele na hii ndio ya pili. Amen. Amen. Miaka 7. Kanisa litakaponyakuliwa. Imyaka ndwi inyuma y'ishengero rimaze kuduzwa mu ijuru. Wakristo wataishi peponi ama kwa Bwana wataishi miaka 7. Abakristo bazoba bari mu kirere imyaka ndwi ambao Biblia inasema tutakwenda kukutana na Yesu. No Biblia ivuga ngo tuzogenda kwicarana na Yesu. Haleluya. Turindiriye ubwami bwa Yesu. Mimi na wewe tutakwenda kusoma. Wewe na anje turogenda kwiga. Sijui kama utakuwa governor. Sinzi ko yo sijui kama utakuwa muri cyo kirere uzoba governor cyangwa kanisa. Hakutakuwa kanisa tena. Na shengero rizoba ririho. Sijui kama utatiwa nani.
sinzi kuzoburinde, lakini tutakwenda kwa masomo ya kiroho ya uzima wa milele. turogenda mu mashuri y'uburyo bw'impwemu. Bwana Yesu anakwenda kukutengeneza mimi na wewe. Yesu agiye kudutegura. Baada ya miaka 7, inyuma y'iyo myaka ndwi, kutapitikana mambo mazito duniani. Mwisi hazobara makuba. Haleluya. Amen. Bwana msaidie. Amen. Haya nitakwenda kuelezea. Ibi ngomba kubabwira. Wakristo wengi hawatakwenda kuyaona. Abakristo benshi ntibazobibona. Kwa maana kanisa litakuwa limenyakuliwa. Kuko ishengero lizoba ryaradugijwe. Lakini nataka mjue ya mambo kisi mliyaomba. Ngomba ndabamenyesha ibintu nk'uko mfano yote imeshakutoa tayari inafanyika. Ibintu byinshi biramaze gutangura kubaho. Hata chapa 6 inafanya kazi. Inimero 6 zaratangiye gukora. Inafanya kazi kabisa. Zaratangiye gukora kabisa. Tunangoja chapa kubwa ambayo inakaribia kuanza Marekani. Dutanguye ikimenyetso gikuru kigiye gutangura muri Amerika. Hatutatembea na passport tena. Na passport tuzotemberana. Kitambulisho chako kitakuwa mikononi mwako peke yako. Passport yawe izoba mu kiganza cawe. Na kila mwanadamu atakwenda kuchukua. Kandi umwana w'umuntu wese azokubitwa iyo chapa. Sababu ya wokovu wengi wataikataa na wataangamizwa. Rero ariko kubw'agakiza abantu benshi bazobihakana kandi bace bahonywa. Hautapata kazi hauna hicho kitu. Nuzoronka kazi utagira ico kintu. Uweza labda utauza kwa leo, utauza kwa kesho pale. Nimba ushobora kugura inzu ariko mu minsi izoza nirogura inzu. Mpaka uwe na hizo chapa zote. Nakuzobe ufise ibyo bimenyetso. Kwa magumu sana. Azobara makuba. Bwana Yesu amepunguza siku hizo. Nico gituma Yesu yageruye iyo minsi. Anataka siku zipunguziwe kwa watakatifu. Yesu agomba iyo minsi igerugwe kubwa aberanga. Mbele tuangalisa miaka 3. Turabi imyaka 3. Vita ambayo itatokea hiyo Biblia inasema ni Armageddon. Intambara Armageddon. Armagedonia. Mnasikia Biblia inaeleza. Muhora muvyumva Biblia bivuga. Hiyo Biblia itakuwa sababu gani? Hiyo vita itakuwa sababu gani? Mbega iyo ntambara izoza gute? Ni kwa sababu ya kumpinga huyo mnyama. Ni kugira habeho kugwanya uwo ico gikoko. Maana watampinga, wamoja wataanza kumpinga kufatana na mambo wanaanza kuyaona. Bamwe barotangura kubona ibintu atangiye gukora batangure kumugwanya. Maana ataleta amani kubwa duniani. Haroba amahoro mu isi. Hakutakuwa mambo ya kupigana tena Rwanda Burundi. Na bintu by'intambara Rwanda Burundi. Hakutakuwa mambo ya kuzuia watu. Na bintu kugira abantu bazobara amahoro koko. Watu watajisikia wana amani. Abantu barokuyumva ko bafite amahoro. Hawatajali kunyakuliwa kwa kanisa kulishapita. Hawatajali. Barocha bibagira. Watasahau kabisa. Babyibagire. Watakuwa kwenye maendeleo. Bazoba bari mu bihe by'iterambere. Technology itakuwa kubwa tena. Technology igeze kubigezweho. Watu watakuwa mbali. Abantu barogera kure nese. Lakini kwa wale ariko hari abantu ambao walikuwa Wakristo. Bara Wakristo watakuwa na kidonda. Bazogumana kiguma. Ndio maana Biblia inasema itakuwa mateso makubwa kwa wao. Biblia ivuga ati bazogira makuba komeye. Watamtafuta Yesu kwa jasho na nguvu. Bazorondera Yesu mu ndugumba lakini Roho Mtakatifu hatakuwa na kazi duniani. Ujua hivyo. Mwemu yera nazo bagikora mu Yesu. Baada ya kanisa kunyakuliwa, shengero limaze kudumba. Mbingu itafungwa. Ijuru lizoyugagwa. Roho Mtakatifu afanye kazi. Mwemu yera nazo bagikora kazi. Ndio Biblia inasema watakwenda kujiokoa kwa damu yao. Biblia ivuga ngo abo bantu bazokwirokora n'amaraso yao. Kwa mateso yako, kumibabaro yawe vitapitia, bintu zocamo vitakuokoa kwa sababu ya wewe mwenyewe. Nivyo birotumukizwa. Amen. Amen. Utakubali kuuawa sasa. Bizosaba ko wemera ko wicwa. Na damu yako itajiokoa peke yako. Amaraso yawe ni arokurokora. Amen. Amen. Sababu ya kumwamini Yesu. Kuko kwemera Yesu. Hakumwamini mbele. Utemeye Yesu kera. Wabaye umuntu w'ubuvugu. Ishengero rimaze kuduzwa. Haukwenda. Niwaduze. Sasa unakumbuka. Uzokwikangura wibuka ati yo. Mhubiri alikuwa anahubiri hivi. Wa muvuga butuma yarabivuze. Unaanza kumtafuta Yesu. Utangure kurondera Yesu. Wengi wataingia mateso. Benshi barocha baja mu makuba. Watu wengi watauawa. Benshi bicwe. Sababu ya jina la Yesu. Kubera iryo zina rya Yesu. Damu yako itajiokoa. Amaraso yawe arotuma wicungura. Haleluya. Haleluya. Ndio pale kwenye Biblia Yesu anasema nikasikia sauti kubwa. Yesu anavuga ati numva ijwi rinini. Na watakatifu wale ambao wamelalamika. Jaberanda bako induru bachunguwe n'amaraso yao. Damu yao kinifikia. Amaraso yao yanshikira. Kilio chao kinifikia. N'amarira yao yanshikire. Ile mateso mazito watapitia. Nayo makuba abantu bazocamo. Tusome. Bisome. Ufunuo 13 mstari wa kwanza. Ivyahishuro Yohana 13 umurongo wa mbere. Au si wapo? Nimeruka. Yes, ni hapo. 11. Umurongo wa 11. 11 tayari. Tuanzie kumsali wa 3. Tuhere ku murongo wa gatatu. Marefu kidogo lakini mtanisapatia lazima nitaka muelewe. Mumbabarire gatonya ndasigure nubwo ari harehare. 11:3. 11 mstari wa 3.
nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto kutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Watakuwa na mamlaka. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipinga nchi kwa kila pigo kila watakapo, hata watakapo maliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizogo yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena ni hapa Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa waitazama mizogo yao siku tatu au nusu, wala hawaiachi mizogo yao kuwekwa kaburini. Nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaoa juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3.5 roho ya uhai itokayo kwa Mungu itawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palipokuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 na mji itaanguka, wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile. Amen. Si mnakisikia? Mnakisikia? Mizeituni miwili wakati wa mnyama na Antikristo, mugihe cha Antikristo, amani duniani mu mahoro. Miaka 3 ya kwanza imekwisha, amani 3 ni nusu ya mahoro. Ya nusu ingine imekuja, hazoze iyindi miaka 3 ni nusu. Biblia ivuga Bwana atatuma mizeituni miwili. Imani zotuma mizeituni miwili, na wale mizeituni miwili, imizabibu ibiri, watakuja ni kuvunja nguvu za shetani. Baje kono ni nguvu za Satani. Watahubiri hii amani sio amani ya Kristo. Baroza kwigisha mahoro atari mahoro ya Kristo. Hapana, watakuja kuhubiri hii amani kunafanyika sio amani ya Kristo. Baroza kusigurira abantu yuko aya mahoro mubona atari mahoro ya Kristo. Hiyo ndio Kirundi sasa nasikia mzuri pale. Hiyo amani mnayobidi sio ya Kristo. Aya mahoro murigishwa sa mahoro ya Kristo. Na yule yuko katika kile hekalu takatifu. Uri muri yo ngoro yera ni mnyama, ni kikoko, sio Masia. Si Masia. Ujio Masia ukuza kwa Mesia, alikuja kulichukua kanisa. Yaramaze kuza kutora ishengero. Anapaki anakuja sasa na watakatifu wake. Umurera gomba garuka. Mtamuona atashuka. Muzomubona yururutse. Atahubiri Yerusalemu. Kana atahubiri kubarajia mahali popote. Ari wose. Alafu watapigwa vita.
abo bantu batangiye gusigura ivyo, lakini batangure kubagwanya. Maandiko inasema Ivyanditswe bivuga kabla hawajamaliza kazi bataraheza ivyo bikorwa, hakuna atakayeweza kuwagusa, nta numwe azofite ubushobozi bwo kubagwanya. watakuwa na mamlaka Bazoba bafite ubushobozi ya kushusha hata moto kutoka mbinguni, kururutsa umuriro uva mw'ijuru, kama wakati wa Eliya. n'igihe ca Eliya. Unakumbuka wakati wa Eliya, Murazi igihe ca Eliya kwa mfalme Ahabu. ku mwami Ahabu. Haleluya, Amen. aliomba Mungu, Eliya yarasenze Imana, moto ukashuka umuriro ururuka na mvua ikaanza kunyesha. kandi imvura iratangura kugwa. Hiyo ni mfano Biblia inataka kutueleza. Niko karorero Imana iko Sasa bashaye. watu baada ya kutimiza kazi, Abo bantu babiri bejeje gukora ivyo bikorwa, watu wachukia sana, abaganzi si bazobana, na Antikristo ataamua vita, hanyuma Antikristo aroca vyura intambara, na vita hiyo haitawafanya kitu. kandi iyo ntambara ntakizobagira. Shetani peke yake atatoka sasa, Satani yidugire wenyene, mwenyewe shetani Satani wenyene ndiye atakuja kufanya vita na wao, niwe aroza kugwanya abo bantu babiri, ili watawaua bica abo bantu kwa makusudi yao, kugira ngo ubugombe bw'Imana bushike, na kazi ya Bwana apende kutimia. kugira ngo igikorwa c'Imana Alafu gishike. sasa Inyuma yaho baada ya kuwaua, bahejeje Biblia kubica, imesema Biblia ivuga ati kutakuwa mtetemeko mzito hazoba kunyeganyega kw'isi juu ya gukomeye, kifo ya mizeituni miwili ya Bwana. kubera urupfu rw'abo bantu babiri. Mbingu itatikisika, Ijuru hasira rirogika, ya Mungu itawaka, ishavu ry'Imana watu 7,000 abantu 7,000 watakwenda kuangamizwa, bazopfa kuri ico gihe, maiti 7,000 za watu, 7,000 by'abantu baropfa, kama wakati wa mfalme Uzia. nk'igihe c'umwami Uziya. Biblia imesema wazi. Biblia yavyemeye. Kanisa, unataka uone hizo vitu vyote? Mbega shengero ugomba kubirindira, Ikiwa kama unataka uvione usikufe, niba ukeneye kubirindira na kanisa ntuzopfe, ichukuliwe ubaki pale ungoje. hanyuma ishengero niryaduka ubirindire Lakini uzabibone. Yesu alisema hivi, Ariko Yesu yavuze ati, kizazi hiki hakitapita kamwe. Mizeituni mbili iyi niyo mizeituni ibiri ambayo itakayotokea, izoza, ambayo Bwana ataileta. Imana izorungika. Unajua Eliya alichukuliwa, yatwawe mw'ijuru, Mose Biblia inasema amefariki, Biblia ivuga ko yapfuye, lakini hamna hata maandiko moja mahali alizikwa. ariko nta canditswe cerekana aho yahambwe. Mungu alimchukua tu. Imana yaramutwaye. Sasa Rero hii mizeituni miwili aba bavugishwa babiri Mungu atawatuma kama mizeituni yenye kukomaa kiroho. Imana izobarungika ni mizeituni ikomeye, Watakuja kuhubiri mamlaka ya shetani hayana mamlaka. baroza kwigisha yuko ubushobozi bwa Satani atankomezi bufise, Alafu watapikwa vita, bazogwanywa, lakini itakuwa ni kutimiza maandiko, ariko azoba ari gukwiza ivyanditswe, na baadaye shetani atakuja kufanya vita na wao, hanyuma Satani aze kubagwanya. na sauti kubwa itatoka mbinguni Ijwi rizova na mw'ijuru kuwaita wote ribahamagare wapande. baduge, Na watakatifu wakati wa Yesu Kristo, aberanda igihe ca wale walio tayari abiteguye ndio watasikia sauti ya ndio Mungu. bazoyumva ijwi ry'Imana. Wewe kama uokoke, Wewe utihanye, hautasikia sauti hiyo, wewe utakijijwe hata siku ntakizoyumva, moja. nta n'umusi n'umwe hautaisikia sauti, ntakizoyumva, lakini wale waliosimama abahagaze ndio watasikia sauti nibo bazoyumva iryo ya jwi kualikwa na Yesu Kristo. no kurarikwa. Na hawa wawili, aba babiri mbingu itafunguka, ijuru wataitwa rizoyiguruka, na Bwana. bahamagagwe Njoni n'Imana. sasa. Ngwino rero, Ndio watachukuliwa, wataamka wazima, bazovyuka ari na bazima, watu wa Yerusalemu na watawaona abantu wote. b'i Yerusalemu bababone, Wayahudi wataona, watapasha habari mahali popote. abayahudi bababone, Watasema bakwizigure. mambo haya ni mambo gani? Ibi bintu ni biki? Kumbe hawa watu ndio watu wa kweli, Kumbe aba bantu nibo bavuga hawa ndio ukuri, wanasema ukweli. kumbe nibo bavuga ukuri. Hapa ndio mwanzo wa matatizo ya Armageddon pale. Aha rero niho harocatangura ingorane za Vita ya Armageddon, Armageddon itakwenda kuanza. niho harocatangura intambara ya Hao watu Armageddon. watakwenda mbele ya mnyama, Abantu bagenda imbere ya watasema wewe ulijitangaza kuwa wewe ni Masia, wewe witangaje kuri wewe Mesiya, sio Masia. rero turatawe Haustahili kuwa Mesiya pale. kandi nukeneye kuba Vita itakuwa kali, intambara maana wote itangure, itakwenda kwenye message hanyuma na kuita nchi zote. bahamagare isi yose, ibihugu byose. Kama unasikia Armageddon, watakwenda kumchangania, wamalize na kizazi na tumbu na mimba na mbegu, wamalize wote. Hanyuma iyo Armageddon izoba yo guhonya, bice bahonye abagabo n'inda, baporomore n'ibindi byose bonone. Ndio vita ya Armageddon. Niyo ntambara Armageddoniya. Biblia imesema Biblia ivuga ati hawatakwenda kumaliza. ntibazoshobora guhonya. Ndio pale tulisoma kwenye Mathayo, Niho twasomye muri Matayo, Yesu atashuka Yesu azoyiruruka na kila jicho
kandi buri jisho ryose litakwenda kumwona. rizomubona. Mimi na wewe nanje tutamwona. tuzomubona. Ikiwa kama wao watalibaki duniani, na baba au kuchukuliwa na kanisa, na wenye dhambi wote, na banyabyaha bose watamwona kisha, bazomubona yururuka. Amen. Amen. Haitakuwa kwa siri, nibizoba mwibanga. Atashuka na watakatifu, azoyururukana na berana, atapaa juu ya farasi, azogendera ku farasi. Ulimwengu mzima watatetemeka. Isi yose irozugumira. Ulimwengu wote watatetemeka. Isi yose irozugumira. Wanyewezi wa dunia watatetemeka. Abaganzi si bazozugumira. Lakini shetani achiache nyuma. Ariko satani ni anatayarisha majeshi mpaka leo. Azobandanya kugwanya. Haleluya. Amen. Unajua kama Biblia inasema kama katika kinywa cha mwana kondoo ni pale kutatoka silaha. Rero Biblia ivuga ngo mukanwa kumwagazi w'intama w'ukuri no harova ikigwanishwa. Akipuliza hivi ni ahuha, mwanadamu anaharibika hapo hapo, anageuka msiklete kwa dakika moja. Umwana w'umuntu arocha yomekara hinduka magufa uko nyene. Hata ulikuwa ndani ya ojibre de amanini ndani, ile hewa itakupata mwenye ndani. Na uzoba uri mu kimodoka c'intambara iyo mpwemero gushitiro gusangayo. Lakini sasa angalia sasa. Ariko rero raba, shetani ameandaa vita. Satani yateguye intambara. Hapa tunakuwa na hiyo bombe ya damu na hivyo. Tusigaye dufise iyo bombe imezoko. Marekani wana hiyo bombe. Muri Amerika barafise bombe. Ndio tatizo la Russia. Niyo ngorane Urusiya bufise. Hawa wawili. Aba babiri wako bafise intambara. Lakini Biblia inasema, Biblia ivuga ati Gog na Magog yatakwenda kuleta vita ya Armageddon. Niyo baruzana intambara ya Armagedonia. Gog ni nani? Gog ni Russia. N'Uburusiya. Amen. Amen. Kush ambaye atamfuata kumgongo. Hizo bili nyuma. Nchi zote zitashambulia. Ni bihugu vyose bizokufanya. Kush ni Ethiopia. Ni muri Ethiopia. Amen. Amen. Hawa wawili waisha kumchota Ethiopia, wamjua. Aba bose baramaze kumenya Ethiopia. Ilikuwa nchi wa Kristo. Yali cyari gihugu cy'Abakristo. Wameshavunja kabisa. Ariko barachono. Lakini hawa wawili. Aba babiri. Katika Afrika tuna Kush. Muri Afrika dufise Kush. Nchi za Ulaya tuna Gog. Muri Ulaya dufise Gog. Na Antikristo atakwenda kushimama. Antikristo ni ahaguruka. Atatumikisha ni wale wanadamu. Azokoresha abo bantu. Na kuitawala dunia. No kuganzise. Na kuvunja mioyo ya watakatifu. No konona imitima y'abakristo beranda. Mimi na wewe tunasema nini? Wewe nanje tuvugike. Heri wao wafua nguo yao. Hahigwa abamesura impuzu zabo, imvune zabo. Na kujifanya tayari. No kuitegura. Dunia inakwenda kuisha na mambo yake. Isigiye guhera n'ivyayo. Vyote vitapita. Byose bizorengana. Neno la Mungu litakwenda kusimama. Ijambo ry'Imana rizohagarara. Simama na sauti ya Bwana. Hagarara n'ijambo n'ijwi ry'Imana. Tii Yesu Kristo. Ubahe Yesu Kristo. Tubu dhambi zako. Wihane ibyaha byawe. Hakuna dhambi isiyoshindikana mbele ya Bwana. Na byaha binanirana imbere. Hata uliua watu. Mbere y'Imana. Nabo bawarisha abantu. Watu 50 umia kwa uchawi. 50 mu buryo bw'uburozi. Ukitubu. Ni wihana. Bwana anakusamehe. Imana izokubabarira. Hata ulipatia watu vitu ya ushirikina. Nabo warashiza abantu mu buryo bw'uburozi. Ukitubu. Ni wihana. Bwana atakuokoa. Yesu arokukiza. Yeye ni mlango. Alikuruki. Arakurindiri. Ubashe kwihana. Imana ibahezage. Ibice ni byinshi sinogenda kubiheza. Umepokea? Mwakiye. Na wenyewe wanahitaji vipande watavipata. Abakeneye ibice muraza kundondera. Hiyo vinatosha nafikiri. Ibi birahagije bagize. Moyoni nimempata Yesu, moyoni mwangu, moyo